Amina. Karibu sana katika maombi ya kuombea mwezi. Karibu sana katika maombi haya ya kuombea mwezi wa pili. Mungu ametupa neema tena ya kuingia mwezi wa pili. Karibu sana, tukukaribishe kama upo njiani, uko nyumbani, uko kwenye ofisi yako. Karibu sana kwenye haya maombi ya kuombea mwezi. Mungu alimwambia Musa na Yoshua kwenye kile kitabu cha Kutoka 12. Soma mstari wa kwanza na wa 12. Biblia inasema mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema Bwana akanena na Musa na Haruni akawaambia kwamba mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza katika miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza katika mwaka. Hakumaanisha kwamba mwezi wa kwanza itakuwa Januari. Alimwambia tu kwamba mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza katika kuona wema na uaminifu wa Mungu. Kwa hiyo na sisi tunakukaribisha sana, karibu kwenye maombi tukaombee mwezi wa pili. Tukaombee mwezi wa pili. Kama kuna mambo ulitamani Mungu ayafanye mwezi wa kwanza haikuweza kufanyika, basi mwezi huu tunapoingia mwezi wa pili, tulipoingia mwezi wa pili sasa, kuanzia mwezi wa pili Mungu akafanye sasa ikawe historia kwako, ikawe historia kwamba mwezi wa pili ndipo Mungu ulikuwa ni mwezi wa kwanza kwangu Mungu kunitendea jambo. Mungu alinifanyia jambo kwenye mwezi wa pili, ambapo kwa kweli utakuwa ni mwezi wa kwanza kama mwezi wa kwanza. Lakini alimwambia Yoshua hapata kuwa na mtu yote atakayesimama mbele yako. Hatapata kuwa na mtu yote atakayesimama mbele yako. Kila atakapokanyaga nyayo za miguu yako, Mungu alimwambia Yoshua kwamba nimekupa hapo. Kwa hiyo na pia kaombee mwezi wa pili. Popote utakapoenda ndani ya mwezi wa pili, asiwepo mtu wa kukuzuia kwenye upande wa biashara, kwenye upande wa ofisini kwako, kwenye eneo lolote lile ambapo utaenda, asiwepo mtu yote wa kukuzuia. Kwa hiyo karibu sana kwenye haya maombi. Haya maombi tunaombea mwezi wa pili. Tunaombea mwezi wa pili. Tayari tumeshaingia mwezi wa pili, lakini tamani Mungu afanye kitu kwa ajili ya mwezi wa pili. Akufanyie vitu ndani ya mwezi wa pili. Anapobariki wengine, basi Mungu asikupite. Anapowajibu watu wengine maombi yao, na wewe mwezi wa pili huu akakujibu. Anapowagusa watu wengine kwenye eneo lolote lile, na wewe Mungu akugusa ndani ya mwezi wa pili. Twende mbele za Mungu, pata nafasi, omba mbele za Mungu kwa ajili ya mwezi wa pili. Uombe mwezi wa pili. Ikiwezekana achilia tu damu ya Yesu ndani ya mwezi wa pili, kusiwepo na chochote. Damu ya Yesu isiwe ikanene mema ndani ya mwezi wa pili. Kusitoke na uharibifu wa aina yoyote ndani ya mwezi wa pili. Tenga mwezi wa pili katika miezi ya uharibifu. Tenga mwezi wa pili katika siku za uharibifu. Tenga mwezi wa pili mbali na masaa ya uharibifu. Kila siku ya ubaya uliokusudiwa ndani ya mwezi wa pili isikupate wewe. Kila siku ya uharibifu iliyokusudiwa ndani ya mwezi wa pili isikupate wewe. Ule uharibifu uliokusudiwa ndani ya wiki, ndani ya mwezi wa pili usikupate wewe. Ombea mwezi wa pili, lakini jiombee na wewe ndani ya mwezi wa pili. Achilia ulinzi ndani ya mwezi wa pili. Achilia ulinzi ndani ya mwezi wa pili. Mungu akakutendee. Mungu akaonekane kwako, kwenye familia yako, kwenye kila eneo linalokuhusu wewe. Mungu akaonekane kwako. Omba katika damu ya Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru tena Mungu umetupa nafasi ya kuingia mwezi huu wa pili. Hakika Mungu, mwezi huu kwetu ni wa baraka. Hakika Mungu, mwezi huu kwetu utakuwa ni mwezi wa kufanikiwa. Tunasema asante kwa sababu ulimwambia Musa na Haruni kwamba waambieni watu hao kwamba mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza katika miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza katika mwaka kwenu. Nasi Mungu tunakushukuru kwa sababu mwezi wa pili utakuwa ni mwezi wa kwanza sisi kwetu kutendewa. Utakuwa ni mwezi wa kwanza sisi kwetu kutendewa. Utakuwa ni mwezi wa kwanza sisi kujibiwa maombi yetu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza katika kusisi kutetewa na kupiganiwa. Bwana, watakaposimama watu na kushuhudia, na sisi Mungu tutasimama tukisema hakika mwezi wa pili ulikuwa ni mwezi wa kwanza kwetu sisi kubarikiwa. Ulikuwa ni mwezi wa kwanza kwetu kuona wema wa Mungu. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa kwanza. Tunakushukuru kwa ajili ya mwezi wa kwanza. Tunasema asante kwa ajili ya mwezi wa pili ambao Mungu kwetu sisi umetupa. Bwana, tunasema asante kwa ajili ya mwezi wa pili. Bwana, tunasema asante kwa ajili ya mwezi wa pili. Mungu, tunakushukuru sana. Bwana, tunakushukuru sana. Mtakatifu, tunaiachilia damu yako kwenye malango ya mwezi wa pili. Bwana, malango ya kutoka na malango ya kuingia. Bwana, tunaiachilia damu yako. Bwana, tunaiachilia damu yako. Bwana, ulimwambia Musa, nami nitakapoiona damu kwenye malango nitapita juu yake. Sitaruhusu mwenye kuharibu apate kuweza kuingia na kuharibu. Sitaruhusu mwenye kuharibu apate kuweza kuingia na kuachilia uharibifu. Mungu, tunaiachilia damu ya Yesu Kristo kwenye malango ya mwezi wa pili. Tunaachilia damu Yesu Kristo kwenye malango ya wiki ndani ya mwezi wa pili. Tunaachilia damu Yesu Kristo kwenye malango ya siku za mwezi wa pili. Bwana, mwezi wa pili tunaufunika kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, mwezi wa pili tunaufunika kwa damu yako Yesu. Mwezi wa pili tunaachilia ulinzi wa damu yako. Bwana, tangu leo tarehe 1 ya mwezi wa pili Bwana mpaka tarehe 29 Bwana, tunaachilia ulinzi wa damu yako Yesu. Tunaachilia ulinzi wa damu yako Yesu. Tangu leo tarehe 1 Bwana ya mwezi wa pili mpaka tarehe ya mwisho ya huu mwezi
ulinzi Bwana. Tunaachilia ulinzi Bwana. Tunautenga mwezi wa pili na kila aina ya uharibifu, kila ubaya uliokusudiwa ndani ya mwezi wa pili Bwana. Tunajitenga mbali nao na familia zetu. Kila ubaya uliokusudiwa kwenye familia zetu Bwana, ndani ya mwezi wa pili Bwana, tunajitenga mbali nao Bwana kwa damu ya Yesu. Tunajitenga mbali nao Bwana kwa damu ya Yesu. Kila uharibifu uliokusudiwa tupate Bwana ndani ya mwezi wa pili kwenye familia zetu Bwana, tunajitenga mbali na kila aina ya uharibifu kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo Bwana. Kila uharibifu uliokusudiwa kwenye biashara zetu Bwana, ndani ya mwezi huu wa pili Bwana, tunajitenga mbali nao kwa damu ya Yesu Kristo. Tunautenga kila uharibifu mbali na biashara zetu. Tunautenga kila uharibifu mbali na ofisi zetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Hiyo damu yako Yesu ipite ndani ya mwezi wa pili, ikaondoe kila ubaya Bwana, kila uovu uliosimama Bwana kwa ajili ya mwezi wa pili. Damu yako Yesu ipite Bwana, damu yako Yesu ipite Bwana. Mwezi huu kaoni wa baraka kwa watoto wako Bwana. Ninamtenga mtoto wako Bwana na kila ubaya uliokusudiwa ndani ya siku Bwana, ubaya uliokuwa ndani ya siku Bwana, katika mwezi wa pili Bwana. Kila ubaya uliokusudiwa kwa ajili ya mtoto wako Bwana, ninamtenga mbali nao kwa damu ya Yesu. Ninamtenga mbali nao kwa damu ya Yesu. Kila uharibifu uliokusudiwa ndani ya maisha yake Bwana, katika huu mwezi wa pili Bwana, kila mipango ya adui Bwana, kila mipango ya kichawi Bwana, walipokaa wachawi wakakusudia Bwana ili wapate kuachilia uharibifu kwa ajili ya mtoto wako Bwana, ndani ya mwezi huu wa pili Bwana, ninamtenga mbali Bwana kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna uchawi utakaofanikiwa juu ya mtoto wako Bwana. Damu yako Yesu ikamzingile Bwana. Anapoenda ofisini Bwana, damu yako iende pamoja naye. Anaporudi nyumbani Bwana, damu yako iwe pamoja naye. Kwa watoto wake waliopo masomoni Bwana, kwa watoto wake waliopo masomoni Bwana, kwa yeye mwenyewe Mungu Jehova, ninaomba damu yako Yesu Kristo ikamlinde mtoto wako huyo. Kila ubaya, kila uharibifu Bwana, kila uharibifu Bwana, kila uharibifu Bwana, kila uharibifu Bwana, hautotupata sisi na familia zetu, hautotupata sisi na kazi zetu, hautotupata sisi na ofisi zetu. Tunatamka kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, tunatamka kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo. Bwana, neno lako linasema ya kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa shuhuda ya neno lao. Nasi Bwana tunafanya kila vita Bwana zidi ya mwezi wa pili Bwana, kila uchawi Bwana, kila ubaya Bwana, kila uharibifu Bwana, kila roho za hasara Bwana, kila roho za kupoteza Bwana, roho za ajali zitakuwa na mamlaka juu yetu Bwana ndani ya mwezi huu wa pili Bwana. Roho za magonjwa zitakuwa na mamlaka juu yetu Bwana ndani ya mwezi wa pili. Hiyo damu yako Yesu inayonena mema, ikanene mema kwa watoto wako, ikanene mema kwenye familia ya mtoto wako, ikanene mema kwenye ofisi anayofanyia kazi, ikanene mema kwenye eneo analofanyia biashara. Damu yako Yesu Kristo ikaachilie baraka Bwana. Mwezi wa pili ukawa ni mwezi wa kubarikiwa kwa mtoto wako, ukampe kumiliki na kutawala Bwana, kwa damu yako Yesu Kristo ukampe kumiliki na kutawala Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Ninaomba Bwana kwa ajili ya mwezi wa pili, ninamwombea mtoto wako Bwana ndani ya mwezi wa pili Bwana. Roho ya kupoteza isiwe juu yake, roho ya kupoteza isiwe juu yake, roho ya kuharibifu isiwe juu yake, roho ya kutapanya isiwe juu yake, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Yale yote Mungu mtoto wako alikuomba mwezi wa kwanza uweze kumtendea Bwana, akaone wema wako mwezi wa pili, akaone fadhili zako mwezi wa pili, ukamjibu ndani ya mwezi wa pili Bwana, ukaachilie msaada wako kutoka patakatifu pako Bwana ndani ya mwezi wa pili Bwana. Mtoto wako akaone wema wako, mtoto wako akaone matendo yako, mtoto wako akaone fadhili zako. Ninaomba kwa ajili ya familia yake, ninaomba kwa ajili ya kazi yake, ninaomba kwa ajili ya biashara, ninaomba kwa ajili ya taaluma yake Bwana. Chochote atakachokifanya ndani ya mwezi wa pili Bwana, mkono wako kawe pamoja naye Bwana, mkono wako kawe pamoja naye Bwana. Uso wako utembee na mtoto wako Bwana ndani ya mwezi wa pili Bwana, uso wako utembee pamoja naye Bwana ndani ya mwezi wa pili Bwana. Ninamdhabihu kwa damu ya Yesu Kristo mwezi wa pili Bwana, ninapatanisha kwa mtoto wako, ninapatanisha mtoto wako huyo na mwezi wa pili kupitia damu ya Yesu Kristo. Ninampatanisha na baraka zote Bwana ulizokusudia ndani ya mwezi wa pili ili zitupate Bwana, tunajipatanisha nazo, tunajipatanisha nazo baraka zote Bwana, mafanikio yote Bwana uliyokusudia ndani ya mwezi wa pili, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunaomba kwa ajili ya mwezi wa pili. Yesu, tunaomba kwa ajili ya mwezi wa pili. Yesu, tunaomba kwa ajili ya mwezi wa pili, zile baraka Bwana ulizokusudia kwa ajili yetu ndani ya mwezi wa pili Bwana, zile baraka Bwana ulizokusudia ndani yetu kwa ajili ya mwezi wa pili
Bwana, zile baraka Bwana. Mungu tunaomba mwezi wa pili ukatupe kukutana na watu walio sahihi. Tunakataa taarifa mbaya Bwana kwenye maisha yetu Bwana. Ndani ya mwezi wa pili tunakataa habari mbaya Bwana. Tunakataa taarifa mbaya Bwana, taarifa za kufukuzwa kazi, taarifa za uharibifu kwenye maisha yetu. Tunakataa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo taarifa za vifo Bwana. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo vifo vya ghafla. Tunakataa ajali, tunazikataa magonjwa ya mlipuko, tunayakataa magonjwa ya aina yote. Mungu tunayakataa, hayana mamlaka dhidi yetu Bwana. Kila ubaya Bwana, kila uharibifu uliokusudiwa na adui ndani ya mwezi wa pili Bwana, hiyo damu yako Yesu, hiyo damu yako Bwana, tunaachilia kwenye mlango wa mwezi wa pili. Hakuna ubaya utakaoingia, hakuna ubaya utakaotembea pamoja nasi ndani ya mwezi wa pili Bwana. Tumeununua kwa damu ya Yesu mwezi wa pili Bwana, tumeununua kwa damu ya Yesu Kristo mwezi wa pili Bwana. Ukao upande wetu siku zake zote za mwezi wa pili, zikao upande wetu kwenye kunena mema Bwana. Siku za mwezi wa pili zikao upande wetu, wiki zote za mwezi wa pili tunazinunua kwa damu ya Yesu. Wiki hii ya kwanza tuliyoanza mwezi, wiki ya pili Bwana, wiki ya tatu, hata wiki ya mwisho Bwana, kwenye kumaliza huu mwezi wa pili tunazinunua wiki zote kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Bwana, ulimwambia Yoshua ukisema ya kwamba popote zitakapokanyaga nyayo za miguu yake umempa kumiliki hapo, umewapa kumiliki hapo. Nasi Mungu kwa mamlaka ya jina la Kristo, popote zitakapoingia Bwana, tupe kumiliki Bwana, kuingia popote Bwana, ndani ya nchi ya Tanzania, ndani ya taifa hili Bwana, na nje ya mipaka ya taifa hili Bwana. Popote Mungu watoto wako watakapoenda, Mungu atakapoenda nje ya mipaka ya taifa hili, watakapoenda nje ya mipaka ya taifa hili la Tanzania, Baba ukawape kumiliki na kutawala kwa mamlaka ya damu ya Kristo. Ukawape kumiliki na kutawala. Mungu tunaomba mwezi wa pili ukawe adui wa adui wa zetu, ukawe mtesi wa watesi wetu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo damu yako Yesu inayonena mema ikanene mema kwa ajili ya mtoto wako Bwana ndani ya mwezi wa pili Bwana. Hiyo damu yako Yesu inayonena mema ikanene mema, damu yako Yesu inayonena mema ikanene mema Bwana. Watoto wako wakaone wema na fadhili zako, watoto wako wakaone wema na fadhili zako. Ninawaombea Bwana, wema wako utembee nao Bwana, tangu leo tarehe 1 hata tarehe ya mwisho huu mwezi wa pili. Mungu wape tena neema ya kuingia mwezi wa 3, wape tena neema ya kuingia mwezi wa 4, wape tena neema ya kuingia mwezi wa 5, wape tena neema ya kuingia mwezi wa 6. Utupe tena neema na kibali cha kuingia mwezi wa 7, mwezi wa 8 Bwana, mwezi wa 9, mwezi wa 10, hata wa 11, hata mwezi wa 12, hata kuona tena mwaka mwingine Bwana. Kwa neema yako Bwana utembee pamoja nasi, kwa rehema zako Bwana utembee pamoja nasi, kwa rehema zako Bwana utembee pamoja nasi. Tunakataa kila uharibifu wa kiroho, tunakataa kila uharibifu wa kiroho kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu. Mungu tunaomba mwezi wa pili tupe tena hatua nyingine ya kukujua wewe, tupe tena hatua nyingine ya kutembea na wewe, tupe tena hatua nyingine ya kukaa na wewe, tupe tena hatua nyingine Mungu ya kuwa rafiki na wewe. Tunaomba kwa neema yako Bwana tusaidie sisi na familia zetu Bwana kuendelea kukaa pamoja na wewe, tusitoke kwenye uwepo wako Yesu. Tunapokuwa kazini Bwana tukae pamoja na uwepo wako, tunaporudi kwenye familia zetu tuwe pamoja na uwepo wako, tunapoenda kwenye biashara zetu uwepo wako Mungu uende pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ulimwambia Musa na Yoshua ukisema mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza katika miezi kwenu Bwana. Mwezi wa pili ukawa ni mwezi wa kwanza kwa ajili ya mtoto wako Bwana, ukawa ni mwezi wa kwanza wa kubarikiwa kwake, ukawa ni mwezi wa kwanza wa kupiganiwa kwake, ukawa ni mwezi wa kwanza wa kutetewa kwake, ukawa ni mwezi wa kwanza wa kuziona baraka zako, ukawa ni mwezi wa kwanza Mungu wa kuona ukuu wako. Ulimwambia mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza katika miezi kwenu, mwezi huu utakuwa ni mwezi wa kwanza katika mwaka kwenu. Mungu mwezi wa pili ukawe ni mwezi wa baraka kwa watoto wako, ukawe ni mwezi wa baraka kwa watoto wako, ukawafanikishe kwenye kila jambo, ukatufanikishe Bwana kwenye kila jambo, ukatufanikishe kwenye mashamba yetu, ukatufanikishe kwenye ofisi zetu, ukatufanikishe kwenye kilimo chetu, ukatufanikishe Bwana popote mkono wa mtoto wako Bwana utakapoenda kufanya kazi. Mungu kamsaidie mtoto wako kupata faida kwenye kila kazi atakayoifanya ndani ya mwezi
mwezi wa pili Bwana, ninamwombea mtoto wako, mkono wako ukawe pamoja naye Bwana, kwenye kazi yake Bwana, mkono wako ukawe pamoja naye Bwana, ukafanye kazi na mtoto wako huyo, ukafanye kazi na mtoto wako huyo. Mungu ulisema ya kwamba wewe ni Mungu unayefanya kazi pamoja na wale wanaokupenda, nao wakutafuta kwa bidii watakuona Bwana. Ukafanye kazi na mtoto wako ndani ya mwezi wa pili, kwenye kila kazi atakayofanya Bwana, mkono wako ukawe pamoja naye, na utukufu na heshima vikakurudia Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Uso wako Mungu uende pamoja nasi ndani ya mwezi wa pili, nasi Mungu tukauone wokovu wako, tukaione furaha ya wokovu wako kwenye familia zetu, kwenye ofisi, kwenye biashara, kwenye kila eneo Bwana, tukauone uwepo wako ukitembea pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen.